ndo linaendelea. Na shukuru kwamba kanisa letu leo hapa Lindi tuna bahati kubwa kama nilivyosema mwanzoni kwamba tunawakilishwa na kanisa zima la Tanzania, katika maana ya kwamba vijana wetu wa TYCS tunaowaona hapa wametoka sehemu mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hiyo tunajivuna kwamba Pasaka yetu mwaka huu tuna utajiri mkubwa tena wa vijana, kanisa la leo na kanisa la kesho. Vijana mpo? Naona karibu mnataka kulala. Kwa nafasi hii mimi naomba nitoe pia ujumbe wa Pasaka kwenu nyinyi ndugu zangu wana Lindi, lakini pia kwa kanisa letu la Tanzania kwa niaba ya Baraza la Maaskofu, lakini pia kwa watu wengi wote wenye mapenzi mema. Kama tunavyofahamu wote, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu kwetu Tanzania. Ni tukio muhimu kwetu sote. Nchi yetu ni nchi ambayo iko kwenye mifumo ya vyama vingi. Ilianza kabla, lakini mwaka 1995 kama tunavyofahamu, nchi yetu ilianza mifumo ya vyama vingi kwa kuingia katika uchaguzi wa vyama vingi. Tunamshukuru sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu na baba wa taifa, kwa sababu kwa kweli yeye ndiye aliyeamua wakati ule. Ile kura ya maoni ilipofanywa, ilionekana ambao walitaka twende kwenye vyama vingi walikuwa wachache sana, na inasemekana ni mfumo wa vyama vingi wakati ule walisema labda 20%, lakini Mwalimu Nyerere akasema hapana, lazima tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi. Akasisitiza kwamba msipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, vinginevyo upinzani utatoka ndani ya chama kimoja. Kwa hiyo ndugu zanguni, uchaguzi ni zoezi muhimu sana, kwani tukifanya vizuri utatupatia viongozi bora na wazuri. Hoja mbalimbali zinatolewa sasa hapo kwetu nchini. Bahati mbaya sana, hoja hizi mbalimbali zinazotolewa hazionyeshi kutupatia uchaguzi wa haki na kweli. Tuziangalie baadhi ya hizo hoja. Katika falsafa tulifundishwa wakati mimi nikiwa mwanafunzi wa falsafa miaka hiyo, kwamba kawaida hoja premises sijui tasfiri sahihi kwa Kiswahili, labda hoja premise ya kwanza lazima ifuate premise ya pili. Premise ya kwanza ya pili. Kwa hiyo falsafa ina premise mbili tu, ya kwanza na ya pili. Ya kwanza ukiitoa, ya pili ikifuata, ya tatu lazima itoe suluhisho. Hiyo ni falsafa. Premise ya kwanza, ya pili, ya tatu lazima utoe solution. Lazima utoe suluhisho. Lazima ufanye conclusion. Tuangalie moja ya hoja. Hoja zilizotolewa. Hoja ya kwanza ambayo inatolewa, tuchukue kama premise ya kwanza hiyo. Tuone kama hiyo inaweza kutupatia uchaguzi wa kweli na wa haki. Premise ya kwanza katika hiyo hoja ya kwanza, ile premise ya kwanza: mwaka huu 2025 ni mwaka muhimu kwa taifa letu kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Sikilize vizuri, premise ya kwanza: mwaka huu 2025 ni mwaka muhimu kwa taifa letu
kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Premise ya pili inayofuata: uchaguzi mkuu utafanyika kwa kutii katiba, sheria na kanuni zilizopo, bila kujali kama kanuni hizo zitazingatia haki za watu au la. Premise ya pili hiyo. Uchaguzi utafanyika kwa kweli kwa kutii katiba, sheria na kanuni zilizopo, bila kujali kama kanuni hizo zitazingatia haki za watu au la. Suluhisho lake, conclusion. Ukizifuata premise hiyo sasa, ya kwanza, ya pili, conclusion yake itakuwa hivi. Kwa hiyo atakaye hoji na kudai katiba, sheria na kanuni za uchaguzi zirekebishwe kabla ya uchaguzi, atatasfiriwa kuwa hataki uchaguzi ufanyike, ni mhaini na atahatarisha amani ya taifa letu. Solution yake hiyo. Sasa hoja ya kweli, premise ya kweli ndio inayofuata. Hii hoja ya kwanza inaweza kutupatia uchaguzi mzuri. Hoja ya pili, premise ya kwanza: mwaka huu wa 2025 ni mwaka muhimu kwa taifa letu kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Premise ya pili yake: uchaguzi wa kweli ni ule utakaofanyika kwa misingi ya haki, kwa kufuata katiba, sheria na kanuni zilizokubaliwa na wananchi. Kwa hiyo solution: viongozi watakaochaguliwa kwa uchaguzi kama huo ni tunda la haki na la kweli. Kwa hizo ni hoja mbili. Kwa hiyo utaona ni hoja ipi inaweza kutoa uchaguzi mzuri. Kwa nini mifumo ya sera ya uchaguzi ibadilishwe? Kadiri ya mang'amuzi, uchaguzi wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mitaa ufanyike, bado hata miezi 6 haijapita. Leo unawezaje kuhakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki, huyu hapa. Hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni. Vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi ni shida na kasoro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nani yuko juu ya rais? Amiri mkuu wa nani yuko juu ya rais? Hakuna. Rais alishatoa moja ya kauli zake, na nukuu moja ya kauli ya Mheshimiwa Rais, Amiri mkuu wa jeshi, akizungumzia uchaguzi wa serikali za mitaa. Uchaguzi wa serikali za mitaa, mwanzo wa nukuu, ni uchaguzi muhimu sana, kwani tunachagua viongozi tunaoishi nao kwenye maeneo yetu. Nakubaliana nanyi pia kwamba ipo haja kwa vyama vya kisiasa kuhakikisha kwamba vinateua wagombea wazuri ili kuwapa wananchi wigo mpana wa kuchagua viongozi walio bora. Napenda niwahakikishie Mheshimiwa Rais kwamba serikali tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa utaendeshwa kwa mujibu wa sheria husika za uchaguzi. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha chaguzi zetu zitakuwa sehemu ya wananchi kupata viongozi bora
wanaowataka na sio kuwa chanzo cha uhasama kwenye jamii. Hivyo wito wangu, wito wa Mheshimiwa Rais, kwa kuwa wadau wote wa kisiasa, ni kutimiza wajibu wetu kikamilifu ili kuwe na uhuru wa haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Nani sasa anaharibu uchaguzi wakati rais alishaagiza? Tume ya uchaguzi. Tume ya sasa haifai. Kama ndio walioharibu uchaguzi wa 2024, kwanza wana ukakasi katika kutasfiri kwao kanuni za uchaguzi. Pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua, ni ngumu kwao kusimamia haki. Huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Kulinda amani. Ni jukumu letu sisi wananchi kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapatikana kwa shida sana, na tukipoteza hatutaipata. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Kwa maana hiyo, kama amani inapatikana kweli kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa, na pia mihimili isiingiliwe, mbali itende kazi zake kwa haki. Demokrasia. Madikteta wengi duniani na hata hapa Afrika hawataruhusu uchaguzi ufanyike, kwani wataogopa uchaguzi ukifanyika hawatachaguliwa. Na kama wataruhusu uchaguzi, wataharibu mifumo ya uchaguzi ili wabaki madarakani. Tanzania hatujafika huko. Watu wasipochagua kwa uhuru, demokrasia itakufa. Hii ni nchi ya waelewa, nchi ya wastaarabu, nchi ya wachamungu na wenye kupenda demokrasia na amani. Katika misingi ya demokrasia, mamlaka ya serikali yanatokana na serikali iliyochaguliwa kihalali. Demokrasia ya ukweli, viongozi watawajibika kwa wapiga kura. Kura ni wakala wenye nguvu. Wananchi wasiporwe nguvu yao ya kupiga kura na kuchagua. Kasoro zilizojitokeza zinapaswa kurekebishwa haraka, na kukiwa na nia ya dhati kutoka kwa wahusika, muda unatosha kabisa kufanya hayo marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu. Wito. Ya kwanza, tuiombee nchi yetu iwe nchi ya amani na kuwa na viongozi wa haki na wazalendo. Ya pili, sauti na vilio vya watu visikilizwe. Tatu, wahusika wakae na wadau wote wa uchaguzi kuruhusu mabadiliko yale ya lazima kabla ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kila mtu amwogope Mungu
na kuisikiliza dhamiri yake, sauti ya Mungu inayozungumza ndani mwetu. Mwisho, kwa ninyi ndugu zangu Wanalindi na wengine mlioko hapa na watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu, na watakia Pasaka njema ya furaha na amani. Kristo mkombozi aendelee kutukomboa kutoka kwenye dhambi zinazojirudia na magumu mengine yote yanayoturudisha nyuma. Bwana amefufuka. Haleluya, haleluya. Bwana amefufuka. Haleluya, haleluya. Nawatakia Pasaka njema. Asanteni sana.